Si umeshashinda mahakamani? Nimeshinda ndio. Sasa nani mwingine anapinga? Kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kijiji wanao nisumbua. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? La tatu. Kwa mzee wangu. Kama hii tu wanayosema umefukuza watu kwa mapanga. Usifukuze watu kwa mapanga. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Umewapeleka mahakamani na unasema umewashinda. Ukiona bado wanakuja, kuna utaratibu wa kisheria. Muone mkuu wa wilaya, muone mtendaji wako wa kata kwamba kuna watu wanavamia eneo ambalo mimi kisheria nimetunukiwa kwamba mimi hii mali ni yangu halali. Usitumie nguvu. Wakitaka kukupeleka kwenye eneo la kutumia nguvu na wewe ukaingia kwenye mtego wa kutumia nguvu, rafiki yangu, utapelekwa gerezani, alafu shamba litabaki huko. Haya, ndugu Matonya Mtemi analalamika kijiji cha Makangwa kimemshtaki mahakamani kwa kesi ya uharibifu wa mazingira badala ya hukumu kutoka. Ameshinda, lakini bado kijiji kinamsumbua. Matonya yuko wapi? Matonya, unasumbuliwaje bwana? Mimi kwa kweli nimeanza kulilima shamba kuanzia mwaka 80. Nimeanza kulilima kuanzia mwaka 80. Familia yangu yote imezaliwa pale na watoto 14. Sasa baadaye mzungu alipokuja. Una watoto wangapi? 14 kwenye shamba hilo hilo. Mzungu alipokuja 2026 walituita kweli wenye mashamba pale. Walipotuita pale wenye mashamba, wakakaa wenye mizabibu wakaanza kununua mzungu. Walio hawana mashamba wengine wakaacha. Mimi nikasema mzungu hiyo analifanyia kazi gani? Mzungu analima. Kwa nini sisi hilo shamba tuachie? 2015 ulikuwa mwezi wa 9 wakaja kunikamata pale shamba. Na nyumba pale nimejenga. Tukaenda mahakamani kweli nikashinda. Kufuatilia na nyaraka za hukumu, jarada hamna. Mpaka sasa hivi kijiji kinanisumbua. Tarehe 5 tu tena hiyo nilikuwa shambani, nimekuja kukamatwa, nimeenda mahakamani. Mheshimiwa, kilio changu, shamba lina miaka 46 pamoja na uzee wangu huu. Nimeoa, shamba nimeanza kulilima nilikuwa na miaka 22. Sasa hivi paka mimi niende wapi? Hilo shamba na mimi nimejenga na familia iko pale. Si umeshashinda mahakamani? Nimeshinda ndio. Sasa nani mwingine anapinga? Kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kijiji wanao nisumbua. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji? Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Mheshimiwa diwani wako ni yupi? Yupo. Mheshimiwa diwani, mnalitambua hilo jambo? Tunalitambua, lakini pia tunaomba utusaidie kuhusu huyu mtu. Amekuwa akisumbua Makangwa, kijiji cha Makangwa. Hata wale waliotoa maeneo walipojengwa site, tulitamani wanakijiji wa Makangwa wapatiwe ile eneo kule ambapo yeye anachukua. Na hata hapa tunaposema ameshaandikiwa barua ya summons, lakini alikuwa amejificha na ameweka mtoto wake ambaye akili yake sio nzuri. Wakienda viongozi wa serikali ya kijiji, anaenda kuwafukuza na panga. Na tunahitaji utusaidie kwa sababu hili lipo kwenye mahakama, na hata hizo karatasi anazozizungumza sio kweli. Amekuwa kikisumbua kijiji kisipate maendeleo kwa ajili yetu huyu mtu. Hebu mrudishie tena, naona anaangalia maiki. Nasema mheshimiwa,
kwa kweli huyu mtoto amezaliwa pale pale mpaka amechaguliwa. Hilo shamba tumepakana, shamba nimeanza kulima kwanza mwaka 80. Hilo kwa nini nisumbue? Ingekuwa kwa mahakama kweli ingekuwa imenishinda, mahakama singenifukuza. Yeye asiseme uongo. Mtoto hana, yeye hata akija anasema anafukuza na mapanga. Hakuna mheshimiwa. Kilio changu niyo shamba la kwangu. Kwanza nani akulamba? Nani akulamba? Wego kulamba. Ako walelelewa gumeso gangu kati ngulamba. Ningekuwa muongo, singekuwa hivyo. 2015 nimewashinda. Sasa kama hiyo sema ngulamba. Sema ngulamba. Aya wangu. Aya, mtendaji wa kata yuko wapi? Mtendaji wa kata yuko wapi? Mtendaji wa kata hiyo? Mtendaji wa kata yuko wapi? Aya. Hebu sasa tukubaliane hivi. Naombeni tusikilizane. Na mheshimiwa diwani tusikilizane. Tusikilizane, tufanye hivi. Tumeweka utaratibu wa kisheria wa kufuatilia haya mambo. Kama mzee wetu huyo mahakama itasema lile eneo ni lake, msitumie nguvu kuchukua, mwacheni, kwa sababu mahakama itakuwa imesema hivyo. Isitokee mtu akawashinda mahakamani, nyinyi mkataka kutumia dola, huko ni kuvunja sheria. Haya nimalizie hilo. Lakini la pili, jambo la pili, kama mnadhani hamridhiki na hukumu, na ninyi mfuate taratibu za kisheria. Msimkamate kwa sababu amewashinda, msimweke ndani kwa sababu amewashinda. La pili, kwa sababu aliwashtaki, msimtafutie kesi kwamba amefukuza watu na mapanga. Sasa kama shamba ni lake, msiingie kwa nguvu shambani kwake. Haya, la tatu kwa mzee wangu, kama hii tumo wanayosema umefukuza watu kwa mapanga, usifukuze watu kwa mapanga. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Umewapeleka mahakamani na unasema umewashinda. Ukiona bado wanakuja, kuna utaratibu wa kisheria. Muone mkuu wa wilaya, muone mtendaji wako wa kata kwamba kuna watu wanavamia eneo ambalo mimi kisheria nimetunukiwa kwamba mimi hii mali ni yangu halali. Usitumie nguvu. Wakitaka kukupeleka kwenye eneo la kutumia nguvu na wewe ukaingia kwenye mtego wa kutumia nguvu, rafiki yangu, utapelekwa gerezani, alafu shamba litabaki huko. Umenielewa eh? Usitumie nguvu kwenye jambo ambalo ni la kisheria na liko wazi namna hiyo. Kwa sababu ni nyumba pale nimejenga pale tunaishi. Wala mimi sina ukorofi. Na miembe nimepanda, na miembe makomba ya mzabibu yapo pale. Kwa nini ni kama wangenishinda labda kwa nini ngangania? Mahakama inasema acha, na mimi naacha. Nataka kisheria. Haya, nimekupata. Kwa hiyo nimeshasema hivyo. Sasa upewe na nakala ya hukumu. Ukiona kuna jambo bado aliendi sawa, uje muone mkuu wa wilaya hapo ili akupe ulinzi. Sheria ikishasema ni la kwako, hamna mtu kukunyang'anya. Mheshimiwa, hata mkuu wa wilaya analijua. Ninaomba angeliongelea kiundani zaidi, analijua hilo. Limeshafika mpaka mkuu wa wilaya, limeshafika mpaka kwa mkurugenzi. Mheshimiwa diwani, mimi nasema kitu kimoja tu. Mzee anasema mahakama imeamua, na mimi sijaiona hapa hukumu, na ninyi hamjapinga kama mahakama haijahukumu. Kama mahakama imehukumu,
Na mimi kama mtendaji mkuu wa serikali, moja ya muhimili ambao unaheshimu mahakama, nasema kama mahakama imehukumu, huyo mtu ni haki yake apewe. Ndio hivyo. Hamjakataa kama mahakama haijahukumu. Mwenzenu anasema nimewapeleka mahakamani, mahakama imehukumu. Sisi serikali lazima tuwe watu wa kwanza kuheshimu sheria. Inawezekana kwa hisia tukaona haiko sawa, inaruhusiwa kutokuridhika na hukumu, lakini kama hukumu ipo na inasimama, lazima itekelezwe, lazima iheshimiwe. Jamani, sisi tunakubaliana? Na ninyi kama mna jambo tofauti, kama mna mtazamo tofauti na mjaridhika, taratibu za kisheria zipo, lakini lazima tujenge na tuimarishe misingi ya kuheshimu utawala wa sheria. Utawala wa sheria hauendi kwa hisia, unaenda kwa sheria. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumeelewana hilo? Kama amewashinda mahakamani, mpeni haki yake, mahakama imeshaamua. Ndio chombo chetu cha kutuamua.